wakiwekeza pia kwenye nguvu, namaanisha kwamba wafanye shughuli zingine za kuwaingizia pesa ili waweze kuwekeza kwenye muziki wao. Muziki wataka uwekezaji. Kadri siku zinavyokwenda muziki unazidi kuwa mgumu. Kwa sababu uwekezaji unatakiwa uwe mwingi. Kwa akiwa ana source ya income yoyote lazima ashindwe. Baadaye anaanza kulaumu watu. Fulani hajanisaidia, nani hajafanya nini. Watu wanataka pesa, watu wanataka uwekezaji. Platform ili ziweze kupromote kufanya nini, zote zinataka pesa. Tunawekezaje sasa? Tutatoa hela studio kuwekeza kwa msanii ambaye labda huna mkataba naye. Ai, uongo. Kwa mwisho wa siku ili ajisimamie yeye mwenyewe, afanye kitu kingine kimuingizie hela, aweze kupata hela kwa ajili ya video production, promotion ya muziki wake ili aweze kufika. Wanatoa sababu gani ukiwaambia kwamba bana fanyeni kazi ili upate kipato kingine? Wanasemaje? Kwa nini hawataki? Mimi najulikana sasa hivi Mr. Yaani taonekana boda boda unaweza kama brandi, shusha brand. Yaani pia madogo wengi au wasanii wengi. Umeona mfano Kidunda hivi. Yaani wewe unajiona labda uko sehemu hivi. Yaani msanii kwenye kichwa chake yeye anavyojiona. Kama Diamond. Lakini ukija kwenye reality wewe unavyomuona kama mashabiki. Beti. Usimuona Beti. Beti anapenda kazi. Anapenda ofisi, lakini huyu baada ya kazini anachakarika na mijimije kibao. Of course. Sasa yaani huyu halali huyu. Si mtu kazi. Halali. Anahakikisha kwanza yani mazingira yake yani anatulia. Kwa hiyo wengi of course brand zipo, lakini wanatakiwa wafanye kazi ili wapate pesa. Kwa hiyo waache kujiona hivyo kwa ukubwa huo. Wasanii wengi pia wanadumaa wa Morogoro. Nafikiri mnakijua. Kujiona wamefika kumbe bado. Msanii anajiona mimi nishafika level fulani mkubwa kama Mario au nani. Wakati ukitoka hapa tukienda kwenye starehe tusikie nyimbo zao. Hapa tu Morogoro. Alafu mtu anakuambia mimi nimeshakuwa mkubwa, nafanya show wapi, nafanya wapi. Wewe unaona ni sahihi? Mimi nilikuwa nashangaa. Wakija mkuta producer anauza maji, huko producer ana rekodi. Tunashangaa. Producer huyu maana ana restaurant, producer huyu asa nenda kwenye uhalisia sasa hivi producer wote wakubwa ambao sasa hizi wameamua kuwekeza sana kwenye utafutaji mkubwa. Ukuta mtu ana studio, ana vitu vingine, anagawanya ratiba. Ukiwekeza kwenye vitu vingine hauwezi kupata stress kwenye muziki. Huwezi kulaumu mtu kumwona nani mbaya kwa sababu una source nyingine kupata hela. Sasa msanii hizo hataki. Yeye anaona kwamba mimi nishafika hapa, mimi najua kuimba, mimi nafanyaje, nani ananiona. Utanichafua mimi. Hilo linaweza likawa tatizo kubwa ambalo walizungumzwi sana. Pengine hata mimi unajua ni mara ya kwanza ndo nalisikia. Hilo walizungumzwi. Point ni watafute source nyingine za income nje ya wanachokifanya. Huwezi kulaumu mtu na nani kumwona mbaya. Ole, wasanii wako pia wana namna hiyo. Yaani hawataki kazi. Yaani hapo walichoongea wameongea katika asilimia kubwa ya wasanii wengi ambao wanaanza, ambao ndio wana vipaji vyao, lakini wao wanakaa ni tegemezi tu hivyo kusaidiwa na production. Ni kweli hiyo iko hivyo. Na mimi ninachokiona kitu kingine kweli kuna kavuguvugu fulani kamepoa kwa hapa mkoani Morogoro kwa wasanii wetu. Sijui itakuwaje na si shangai. Vizazi vinatofautiana. Kuna vizazi hivi vinakuwa hivi, unaona? Kama hivyo mlivyokuwa mnasema mwanzo kana kwamba kipindi fulani naona kama Morogoro muziki ulikuwa mkubwa au sio? Pia harakati zake vuguvugu ilikuwa nzuri yani. Ukienda kona hii unampata msanii mzuri, huku unampata msanii mzuri, kazi zinakuwa nzuri, harakati zinakuwa ziko nyingi. Kweli kuna upoaji fulani umefanyika hapa katikati hapa. Hiyo nafikiri hiyo pia imewakumba wasanii na sisi pia ambao tunahusiana na production. Kwa hiyo sasa mimi ushauri tu kwa wale wasanii wazuri wanaojielewa wawashe tena moto. Maproducer wapo na sisi tunawasha moto. Hata sasa hivi. Nilikuwa wachache. Sasa hivi pia nyinyi mnasema kwa pamoja kwamba mnaamua tuondoke, si ndio? Kabisa. Tuondoke, tengeneze kazi kali, tuondoke. Lakini sasa hii ile pia kingine tulichofanikiwa sasa hivi. Tumepata brainwash. Ile producer anarekodi, anaweka mkono hivi atake mtu amuone setup zake. Ndio kupitia mifumo ya kisasa hii. Vitu viko, tutorials ziko nyingi sana. Imetutoa ule ushamba ule. Kwa sasa hivi hata uwezo wa kushirikiana na producer kwa wakati. Kipindi kile producer kugewe nini file zako uangalie. Changamoto. Password za kutosha, nilikuwa leo siri zile Morogoro mwingi. Sasa hivi tumeshabadilika na dunia ishatubadilisha. Uwezo mzuri upo. Sawa. Na kama tunaamua kwa pamoja, maana yake sasa
kuna hiyo ambayo mmeizungumza leo. Mimi binafsi nimeisikia kwa mara ya kwanza kwamba wasanii wanatakiwa wajishughulishe ili wapate nguvu ya kusupport kazi zao, wasiache tu hiyo ukawa ni mzigo wenu, si ndio? Pengine hicho kinaweza kawa kinawapa stress, ndio hilo lilosema kwamba akili inafika muda inasimama kwa sababu hauna kitu, unashindwa hata kupata idea nzuri au kufanya kazi bora. Inawezekana kwa sababu kama ujishughulishi na kitu kingine, umefanya game almost labda miaka 2-3, umri unaenda, ukienda majukumu yanaongezeka. Hayo majukumu unawezaje kuyatatua? Maana yake kuna kimoja lazima kifeli, ambapo kinafeli kwenye muziki kwa sababu utakuwa uko na stress. Maybe rent unatakiwa ulipe, unatakiwa ufanye nini, na unategemea muziki peke yake. Kufanya show na mamvua, let's say kama sasa hivi huwezi kufanya, au umetokea sababu yoyote. Kwa mwisho wa siku lazima upate stress, wanakuwa na stuck. Na kingine ambacho kinasemwa ni kwamba hamna msanii wa Morogoro ambaye anafanya show ya biashara. Show nyingi wanazofanya wasanii wa Morogoro ni za mikutano, which is sio show za biashara. Yaani bado hatujapata, ukitoa ile tabaka ya kwanza, bado hatujapata msanii ambaye anaweza akasema naandaa show sehemu fulani, sawa? Hapa kiingilio 3,000, 2,000, 5,000, alafu watu wakaja wakaingia kumwangalia yeye. Moro hatuna. Hiyo pia inatokana na kazi. Ndio tunarudi pale kazi pia za hao ambazo wanazozitoa wenyewe hawazipushi. Of course kazi ukiipushi, ikifika kwenye peak, msikilizaji au shabiki anakuja kwenye hiyo show kuja kufuatilia. Lakini kama kazi tunatoa au msanii anatoa kazi, anatoka hapo yeye anaamini kwamba hii imefika kila sehemu. Kumbe tukitoka hata tukienda kwenye sehemu za burudani au tukishuka tu nje ya ofisi hii, hatusikii mtu akiimba au hatuoni kwa namna yoyote. Kwa hiyo wana rekodi ambazo wanajiona wao wamefika sehemu, kumbe bado nje ya uhalisia. Baadaye nakuja kuform kama hicho ambacho anachosema kwamba hata show zinakuwa hakuna, sababu yeye mwenyewe anajiona tayari shafika kama Diamond, ngoma yangu imeenda. Lakini kumbe uhalisia haijaenda ngoma kokote. Ni yeye ndo anaamini kama imeenda. Kwa hiyo wafanye kitu kingine waweze kupushi muziki yao. Ikienda hata shows zitakuwa nyingi, kwa sababu utakuwa unaweza kufanya back to back ya project, unaweza kuzisimamia kwa asilimia kubwa ya product ya promotion. Mfano Brother hapa ametoka kuongea, yeye na msanii wameenda kwenye media tour, wamefanya 1 2 3, simu zimeanza kuita kwa sababu wamejitoa, wameenda, wamepambana, wameweka muda, wameweka pesa kwa ajili ya nauli na mavitu kama hayo. Sasa msanii yuko studio kakaa, anataka kazi, nikupigie kidunda bwana, project hiyo bwana tuisupport, unaisupport yeye kakaa. Si umeelewa? Simu haziwezi kulia, lakini mkishirikiana, yeye amejitoa kwenye 1 na 2 na mimi nimefanya 1 na 2, return lazima muione. Babu kubwa. Afande Sele anasema enzi zao ilikuwa ni ngumu sana tukio lolote kuja Morogoro na likafanyika bila ya yeye kuwepo au bila ya wasanii wa kipindi hicho kuwepo, na yalikuwa ni matukio ambayo ili uende uingie kushuhudia lazima utoe pesa. Mliwezaje Mahewa? Najua ndio ilikuwa time yako pia. Mliwezaje yani kwa kipindi kile kutengeneza wasanii ambao kwenye matukio ya biashara wanashiriki, watu hapa Morogoro wanalipa kumuona msanii wao? Sasa hivi hicho kitu hatukioni kwenye wasanii wa sasa. Mimi naona kwa upande wangu, mimi kwa mawazo yangu, ni nahisi ni promoters waliondoa ule utamaduni, sababu ilikuwa kila wiki kuna burudani, kuna tukio. Nakumbuka miaka yetu kina John Delinga, JD, kuna Morogoro Hotel, kuna Sapna. Ilikuwa kila weekend ni kama ni sikukuu fulani kwa wale wapenda burudani. Ulikuwa utamaduni fulani, yani kila hivi, yani ifika hata msimu kabla ya sikukuu maandalizi yanaanza, yanafanyika. Sasa sijui ile kitu ilikuja ikapoteaje, na nayo imepoteza ladha pia. Ilikuwa ni kama desturi, ikifika Jumamosi unajua Morogoro Hotel, unajua wapi, hata wewe hujui. Lakini pia nahisi naomba nikuongezea hapa brother. Hiyo ambayo unasemea wewe ni sahihi sana, na ilikuwa inaleta chachu ya burudani. Sasa hivi wao wenye kumbi hizo za starehe wanaita DJ. Na mimi ndio na nilitaka niende huko. Sasa hivi DJ akaenda na Makiu, anapiga ngoma. Na mimi ndio nilitaka nimalize huko kwamba inawezekana hata hii kwamba akija msanii mtu anunua kinywaji, ile nayo kidogo ndio imefanya ile kitu imefifia. Sasa sijui namna kuibadilisha ile nini karudi. Labda thamani ya wasanii imekuwa ndogo sana.
thamani imepanda muziki. Maana ukiangalia msanii ukimgusa kwenye show, wasanii wale kipindi kile kama anataka mamilioni ya hela. Wakati nikimwita DJ yoyote akija kupiga pale na kaeka vibe, haifiki kwenye hiyo amount. Na yeye mtaji wake wao kwenye kumbi za starehe ni vinywaji labda na vyakula, anaona kwamba hapa napata faida kuliko nitoe labda milioni 10 nimlipe msanii ataimba dakika 30 au 45, atashuka kati DJ anaweza kupiga kuanzia saa 4 mpaka saa 10 usiku. Mimi atapata profit. Mimi nawaza labda tuwe tunaona na mabadiliko. Let's say labda kwa mkoa wetu wa Morogoro pia kuanzia nyinyi watangazaji. Na ma DJs wote kwenye clubs zote kwenye maeneo yote ya burudani. Tutengeneze ule ushirikiano wa uzalendo, labda kazi hii bana ni ya mkoa wetu iwe na mapenzi, sababu unaweza ukamcheki mtu bana na ngoma akaicheki akaifuta, yana anachojua Diamond, anachojua ni Mbosso, anachojua zile trending zile kwamba hii ni kigonga, hii watu wanakunywa vinywaji, hii ni kifanya sasa kuwe na wa balance yani. Lakini wewe mwenyewe kama mteja, sasa tukubadilishe, usiwe producer uwe mteja. Ukienda club utakuwa mteja wa hapo, umeenda labda kula sehemu ya starehe, si ndio? Au kunywa maji. Sawa. Yaani ukifika pale wewe mwenyewe utataka kusikiliza ngoma ya huyo msanii wako wa Morogoro ili utumie zaidi uendelee kubaki. Nyinyi ndio mbadilishe mfumo. Wewe mteja kwanza. Nyinyi owner yani, mfano let's say ndio mwenye mgahawa kama wanavyosema. Yaani kuwe na ile hali ya uzalendo kwamba tunabadilisha, yani tufanye kitu kwa kuforce. Kwamba wao vipaji vipo, soko la muziki. Mimi nafikiri unafikiri akiwezekana. Inawezekana. Kinawezekana. Na sio mara nyingi mteja yoyote anaofika sehemu ya kupata starehe zake au mahitaji yake huwa anamforce DJ acheze nyimbo fulani. Hata ma DJ mimi hata leo tunalamakiwa hapa. Nahitaji ni mshauri tu kitu kimoja. Kuna wakati mwingine unaenda sehemu kama zile unakuta ulivyosikiliza playlist za kule, playlist za huku, yani ngoma zinajirudia. Akati yani manyimbo ni mengi duniani, yani kuna manyimbo ni mengi. Alafu ama DJ kuna ile kana kwamba pia na yenyewe kana kwamba kuna uvivu tu. Unakuta labda kuna mtu ameanzisha tu kwa kangoma fulani tukameenda sehemu fulani kamepokelewa. Na huyu wa huku naye utakuta kesho kuta na kaanzisha hivi. Kumbe inawezekana kucheza nyimbo nyingi na watu wakasikiliza tu. Unajua nyimbo nzuri jinsi ilivyo kwamba ikisikika kuna mtu mwingine hawezi akaanza kujaji kwa kwamba huyu ni msanii wa wapi? Huyu ni msanii wa mtu anaweza akapenda tu akasema hii mbona kama hii tayari ishaenda. Kwa hiyo ni kuizoesha tu afu watu wataenda. Na najua wewe ni wote hapa ni watu ambao mnatembea kwenye sehemu za starehe. Tuanze na wewe Oles. Umeshashuhudia tukio la msanii wa Morogoro likifanyika kwenye sehemu ya starehe hapa Morogoro? Tukio yani lolote lile, yani labda anaimba kapewa nafasi ya kuimba, ushawahi kushuhudia? Nishashuhudia mimi. Baada ya show umeshawahi kuongea na either manager, mkurugenzi wa hiyo eneo akakwambia namna huyo msanii alivyolipa kwa siku hiyo? Maana pia wanatathmini zao wale. Wanatathmini. Kwa hiyo inawezekana hizi sehemu wasanii wanapewa nafasi. Baada ya kupata hiyo nafasi, wakishaitumia katika tathmini ya msanii alichokifanya, inawezekana haijamlipa labda. Mimi sina hakika zaidi kama unavyosema, kwa sababu unajua kuna katabia fulani hivi hata mwanzo kalivyoanza hapa ilikuwa kama ni ngumu kwa Morogoro. Yaani Rama anaelewa hiyo. Sasa hivi kuna baadhi ya sehemu nyingi kuna taratibu za kufanya karaoke. Au sio? Hii walikuwa hajazoea. Na wengine sasa hivi imekuwa mtu mwingine unakuta anapenda tu yani bora leo nikasikilize karaoke. Kuna madogo kabisa mmoja hapo. Unaona? Anakaa pale kinywaji chake au anapata chakula. Anapenda karaoke. Au sio?